Gonna TV. Naam, karibu tena kwenye kipindi chako pendwa cha Plug Love Zone. Hii ni Gonna TV. Utakopo nami msimulaji wako Sheila Sky. Leo kwenye kipindi cha Plug Love Zone tuna historia ya dada moja anaitwa Miriam. Miriam alikuwa ni binti ambaye anasoma chuo kikuu pale UDSM Dar es Salaam. Hakika ni binti ambaye historia familia yake ametokea katika familia ambayo ina kipato cha chini mno, na Miriam alichukuliwa ni kama mkombozi wa familia yake kwa namna moja ama nyingine, kwa kuwa familia ilijitoa kwa hali na mali kuhakikisha yeye anafika mbali zaidi. Historia yake katika familia yao ni mtoto wa pili katika watoto watano, lakini yeye peke yake ndio aliobahatika, maana wenzake wote huko nyuma elimu walitupa mkono angari mapema mno. Plug Love Zone. Anasema baba alikuwa akinisihi mara kwa mara, mwanangu, soma kwa bidii, mkombozi wa maisha yetu ni elimu tu. Pia mama naye alikuwa akisisitiza hivyo. Kuna wakati mama alikuwa mkali zaidi hata ya baba. Alikuwa akifoka, maana alikuwa akinipigia simu sipokee kwa wakati, akahisi labda nimetumbukia kwenye dimbwi la mapenzi na starehe za ujanani. Mwaka wa kwanza nilijitahidi pale chuoni, nikafanya vizuri, nikawa na ufaulu mzuri. Basi tukafunga chuo, nikarudi nyumbani. Baada ya kurudi nyumbani, likizo nayo ikaisha, nikarudi tena chuoni. Niliporudi chuo kwa mara ya pili, hapo ndipo nikajikuta naingia kwenye anguko ambalo sikulitegemea katika maisha yangu. Hakika nilikuwa najua ninachokifanya, lakini sikuwa nakijua vizuri ni madhara yake kwa undani zaidi. Mimi kama binadamu nikaona nahitaji pia kuwa na rafiki hata wa kiume, kwa maana marafiki zangu wote walikuwa wa kike. Nilivutiwa na kijana mmoja aloitwa Eli Banzoka. Eli Banzoka alikuwa ni kijana msomi, mtanashati na ni mzuri, yani ni handsome pia. Hivyo kama binadamu nikajikuta nami nataka ushirikiano naye wa kielimu, kwa maana alikuwa na uwezo mkubwa zaidi katika elimu. Eli Banzoka ni jina ambalo lilikuwa maarufu pale chuoni. Alikuwa na tabia njema, nami nikavutiwa naye pia. Wanasema siku zote hata shetani anapokuja huaga na sura ya malaika pia, japokuwa watu wengi wanamchora shetani katika umbo baya. Eli Banzoka na mimi tukaanza pamoja urafiki wa kimasomo. Tunazimana vitabu, tunasoma pamoja, tulibadilishana namba za simu. Basi kidogo siku zikawa zinazidi kwenda. Kadri siku zinapozidi kwenda ndivyo tulivyokuwa tunazidi kuzoeana. Basi mazoea yetu yakafika mbali zaidi. Kuna wakati Eli Banzoka alikuwa akinitoa out, tukienda bichi, tukienda sehemu tofauti. Eli Banzoka kwao yeye hakuwa na maisha magumu kama historia yangu. Kwao ni maisha mazuri, isipokuwa Eli Banzoka alikuwa ni kijana wa aina tofauti. Kama unavyosema binadamu ama shetani hana sura moja, inategemea tu na wewe ulikutana naye katika sura lipi ama umbile lipi. Ndivyo hivyo nilipokutana na Eli Banzoka. Mwanzoni Eli Banzoka hakuwa na shida yoyote wala hakuonyesha sura yoyote ya ubaya kwangu. Na pia kuna wakati nilikuwa nikikosa mahitaji yangu, alikuwa akinisaidia pia, kwa maana swala la fedha kwake halikuwa tatizo hata kidogo, kwa maana familia yake ilikuwa na uwezo mkubwa mno. Basi moyoni mwangu nikanajisemea, hakika mimi Miriam, kwa nini nisifungue moyo kwa huyu, hata huyu mmoja tu, kulikoni kuishi mpweke? Rafiki zangu wote ni wa kike, kwa nini Eli Banzoka asiwe miongoni mwa wale naotafuta na nikadumu naye? Lakini kuna wakati nilisita kama mwanamke, nikaanza kumpenda, nikaanza kuonyesha ishara zote, kwa maana si rahisi kwa mwanamke kumtamkia mwanaume na kupenda. Eli Banzoka naye kama mwanaume akatambua kitu. Hapo ndipo Eli Banzoka ikafika mahali akanitamkia kama ananipenda. The Plug Love Zone. Na msikose mwendelezo. Je, ilikuwaje baada Eli Banzoka kumtamkia Miriam anampenda? Je, nini kilifuata?
Utaendelea kutufuatilia pale YouTube kama Gona TV. Usikose kulike, kusubscribe na kushare, na historia hii itaendelea siku ya kesho kujua nini kiliendelea baada Eli Banzoka kumtongoza binti Mariam. Ziplock Love Zone. Ulikuwa nami msimulizi wako Shilath Sky. Kwa yote mwenye story pia waweza kupiga simu nambari 0682679169 tukashare story yako kwa namna moja ama nyingine kwa jamii na kupata mafunzo. Ziplock Love Zone.